تيل كربلاء، ويا مقطوع الرأس من القفا، ويا مسلوب العمامة والردى، طبتم والله وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم ونسير على هداكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سماحة الدكتور الخطيب، السادة العلماء، wazee wangu, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أنه قال لعمته زينب عليها السلام، اللهم صل على محمد، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهم غير مفهمة. Haya ni maneno yatoka katika kinwa cha Maasum akimwambia amati yake binti Amiril Mu'minina Zainabul Aqila, akimwambia ammata anti bihamdillah alimatun ghairu muallama, wewe ni mjuzi, ni alim, huhitaji kufundishwa. Wafahima, na wafahamu, uko na ufahamu mzuri. Ghairu mufahama, una haja ya kufahamishwa. Ni maneno mafupi lakini yatueleza, yakizingatiwa yanatoka kwa nani na anaambiwa nani, uwezo wa akili, elimu, maarifa, busara na ufahamu wa Sayyida al-Aqila alayha salam. Jana tulifikia katika majlisi ya 5 kuzungumzia namadhij qiyadia, baadhi ya mifano ya kiuongozi katika ashabu wa Imam Hussein alayhi salam, na tukisema kwamba harakati zozote kufanikiwa ni pale inapoweza haraka kumbadilisha kila mfuasi kwa kiongozi, kwa maana ya kila mtu kujua nafasi yake, jukumu lake na dauri lake, bila ya kusubiri mtu mmoja aliyoko juu awe ataleta kila kitu. Na huu ni mfano ambao tunaupata kwa watu 70. Na jana tukapiga mfano wa kijana wa miaka 20 alivyoweza kuchukua uongozi katika haraka ile. Tukapiga mfano wa mzee wa miaka 80. Tukapiga mfano wa wale watu marika kama kina Muslim ibn Ausaja. Nilimalizikiwa na wakati, kulikuwa kuna mfano mmoja pia ni muhimu sana, mfano wa John ambaye aliweza kutuonesha namna ya utaifa unavyoyayuka katika harakati za kumkomboa mwanadamu kama mwanadamu, bila kujali mipaka ya kinchi, mipaka ya kiutaifa na mipaka ya kirangi. Na akaweza kusajili John kwamba nafasi ya uongozi katika harakati za mbingu haijali nafasi yako wanavyokutizama watu. Naam, tunasema John alikuwa ni abdun kwa mtazamo wa watu, kama vile Bilal alikuwa ni abdun kwa mtazamo wa watu, lakini kwa mtazamo wa mbingu alikuwa ni qaid. Na ndivyo
alivyomuamili Mtume sallallahu alayhi wa sallam Bilal. Hili ni somo nimependa kulijaliza katika nafasi ya jana. Ndio tukasema tumebakisha katika mifano hii kuzungumzia nafasi ya mwanamke katika harakati zile. Juzi nilikuwa na majlis pale Masjidu Amiri al-Mu'minin alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad, Magomeni, sio, na wanawake. Na katika mada niliyoizungumzia pale ni mchango wa wanawake katika kufikisha ujumbe wa Imam Hussein. Wana mchango gani? Ninachotaka kukirudia cha kimsingi nukta tu, ila sijui muhadhara ulirekodiwa ama vipi, lakini nafikiri audio iko. Uwepo wa wanawake katika Karbala haukuwa ni kijalizo. Na kariri lugha hii ina message kubwa sana. Kuwepo wanawake katika harakati za Karbala haikuwa ni nini? Ni kijalizo, wala ni pambo la nyongeza. Kama vile wewe unapopika chakula ukatayarisha vitu vya msingi vyote, kisha baada yake sasa kunakuwa na kachumbari na pilipili, sio? Zile tunaziita nini? Vijalizo, sio msingi. Kwa nini nilizungumza ibara hii kuwakabili wanawake juzi? Kwa sababu katika udhaifu mkubwa katika jamii zetu, bado mwanamke hajaweza kushiriki ipasavyo katika harakati zetu za kujenga jamii na za kimageuzi, na hata anapoletwa huletwa kwa msingi wa kijalizo. Wa magharibi leo wamekuja na misamiati ya gender balance, wamekuja na misamiati ya 1/3, kwamba leo ni lazima kila mahali paweko na wanawake thuluthi moja, katika bunge kuwe na wanawake thuluthi moja, kama katika baadhi ya serikali, sijui Tanzania, lakini sasa kama kwetu Kenya kulingana na katiba mpya yasema hivyo. Lakini kumuondosha mwanamke katika nafasi ya kijalizo, kumleta katika nafasi ya mshiriki wa kimsingi, inategemea numbers. Swala la kimsingi hili inategemea kwamba wamekuja katika watu 30 wao wamekuja 10, ama katika watu 100 wao wako 33, au hata wako 50 kwa 50. La. Kadhalika kumuondosha mwanamke katika nafasi ya kijalizo, kumleta katika nafasi ya kushiriki, haimaanishi kumsawazisha na mwanamume, kwamba mwanamume akileta kuni na yeye alete kuni, mwanamume akibeba mzigo na yeye afanye nini? Abebe mzigo. Haiondoshi kwamba bado mwamfanya ni kijalizo, kwa sababu katika maumbile ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hata katika mipangilio ya kibinadamu, kuna kitu kinaitwa taaddudul wadhaif. Kulifanya mguu kuufanya sawa na mkono ni kuupokonya mguu haki yake na wadhifa wake wa kutembea, kwa sababu mguu haukutengenezwa kushika, umetengenezwa kuliwata. Sijui tumeelewana vizuri sana? Na ili utake kuwathibitishia watu kwamba mguu uko sawa na mkono,
haimaanishi ulete mguu katika maumbile yake sawa na nini, na mkono, kwa sababu Mwenyezi Mungu alipouumba mwili wa mwanadamu akaweka viungo, kila kiungo alikiweka kwa wadhifa wake, na usawa wake na kiungo kingine ni kuwekwa katika nafasi ya wadhifa wake, si kupelekwa katika nafasi ya wadhifa wa mwingine. Nafikiri manielewa vile ninavyofumba macho, siwezi kupiga mifano mingi. Hapa ndipo mahala tunapopotezwa sisi. Sasa ikiwa waja kumtafuta mwanamke ushiriki wake wa kimsingi, sio wa kijalizo Karbala, kutaka kujua waliua watu wangapi, mbona unasikia, mbona tunasikia tu mnataja aliyeteremka akapigana ni nani? Ni mwanamume, ni mwanamume, ni mwanamume. Aina daurul mar'a fi Karbala? Wadhifa wa mwanamke haukuwa ni kubeba mapanga, ingawa wako waloshiriki, na nilipiga mifano katika muhadhara wa juzi. Mmoja ni Ummu Wahab. Ummu Wahab alimtoa mumewe akamwambia nenda ukafariki kwa ajili ya Imam Hussein. Alipopata habari kwamba zaujuha istushhida, akampa silaha mwanawe ambao bado alikuwa hajawa mwanamume wa kisasa, akamwambia teremka uende ukapigane, na mwanawe akaenda akafariki, akauawa shahidi, akachukua nguzo akateremka kwenda kupigana. Ummu Wahab. Na mifano iko mingi, lakini suala la kimsingi, kuwepo kwa wanawake Karbala ilikuwa ni kushiriki kimsingi, sio kujaliza. Kwa dalili gani? Wakati Imam Hussein salawatullahi wasalamuhu alayhi, Allahumma salli alayhi, alipokuwa anatoka Madina yuanza safari yake, bidayatu safar, kuna watu kadha walimwendea kumshauri, kama kina Muhammad ibn al-Hanafiya yake, kama kina Abdullah ibn Abbas, na wengine wakimwambia sijui nenda sehemu za mbali, wachana na Yazid, wakampa nasaha mbalimbali. Na zilikuwa si nasaha mbaya, lakini walikuwa wanatofautiana upeo wanavyoyaona mambo. Baada ya Abdullah bin Abbas alipoona imeshindikana kumkinaisha al-Imam al-Hussein kuendelea na harakati zile, alimuuliza suala au alimtaka, kwa nini umechukua wanawake na watoto wadogo? Kwa sababu ikiwa ni masala wenda na umeamua wewe kuwa ni istishhadi, umejitolea muhanga na ni mapambano, mimi sioni sababu ya kufuatana na nani, na wanawake, wala sioni sababu ya kuchukua watoto wadogo. Imama akamjibu maneno haya maneno ndio ya kuonesha hali halisia ya ushiriki wa mwanamke. Akamwambia, sha Allahu an yarani qatila wa yarahunna sabaya. Ishapita katika mashiatullah, matakwa ya Mwenyezi Mungu, kwamba harakati hii ipelekwe na mabawa mawili. Bawa la kwanza ni damu yangu imwagike ndio ifanye kazi, lakini haitoshi. Bawa la pili ni wanawake wachukuliwe mateka. Wa ila angetosha akamwambia sha Allahu an yarani qatila. Kwa nini akaongeza mashia ya pili, sha Allahu an yarani qatila? Haijatimu. Wa yarahunna sabaya. Kwa hivyo katika kushiriki kwao zaidi wanawake walianza baada ya sha Allahu an yarani qatila, kwa sababu vita vya Karbala havikuisha yaumul ashir. Mapambano ya kihakika hayakuishia yaumul ashir baada qat'i ra'si al-Husaini alayhi salam, bali mapambano ndio yalianza.
na waloyachukua mapambano yale, sasa lilikuja dauri la nani? La wanawake. Ndio ikaja sha Allahu an yarani qatila. Hawakuwa sabaya kabla an yakuna al-Husainu qatila. Baada an qutila, baada ya kuuawa Imam Hussein, ndio kulianza nini? Asabi. Lakini wao wale maadui waliona ndio kutangaza ushindi, kuwateka wale wanawake. Wangekuwa wamefanya jambo la busara pale, wangewawata wakarudi zao Madina. Wangekuwa wamefanya jambo la busara na wangeipokonya thaura ya Imam Hussein wahja wake, ile mmemetuko wake uliotingisha katika ulimwengu. Kwa hivyo kuliingia, na pale kwenye Sabi hakuna kiumbe aliweza kufanya kazi isipokuwa ni mwanamke, kwa ule uwanauke wake. Tabia ya mwanadamu asympathize zaidi na kiumbe dhaifu. Leo wewe lau wamuona mwanamume barobaro na afya yake apigana barabarani, waweza kupita tu, hata usitie akilini. Lakini ukimwona mwanamke ameanza kuonewa, utaona hisia zako za kibinadamu hazikubali. Sasa ile unsuru nisa ambao Bani Umayya hawakujua ni bomu la mlipuko kwenye mikono yao, hawakuweza kuifahamu, wakaichukua wakaivisha macheni, wakaidhalilisha. Ile ndio lilikuwa kama wanavyosema leo Hormuz inashinda nyuklia, na ile Sabiun Nisa ndio ilikuwa yashinda nyuklia ya kuimaliza dola ya Bani Umayya. Allahumma salli ala Muhammad. Na ndio utaona kuanzia pale mambo yote ya Mwenyezi Mungu yafanywa kwa hikma. Angalia Imam Zainul Abidin alayhi salam alipewa maradhi asishiriki Karbala kwa sababu ya yeye ni baqiyatullah, ya mrithi wa nini? Wa uimama. Lakini kuna hikma zaidi ya hapo. Hata dauri lake Imam Zainul Abidin baada ya kuondoka baba yake, japokuwa alikuwepo, kwa sababu ya ule ugonjwa ilibidi arudi nyuma, kwa sababu pale palikuwa patakikana dauru nisa. Ndipo kwa muda fulani wadhifa fulani, nyadhifa fulani za uongozi alizichukua Nana Zainab alayha salam. Na ndio Imamu alipokuwa akimuhusia akimwambia, bwana, umechukua uongozi wewe sasa, na mimi sina haja kukufundisha, anti alima ghairu muallama wa fahima ghairu mufahama. Chombo kiko mikononi mwako sasa, wewe ndio unafanya nini? Unakisafirisha kwa siku hizi 40. Tukiondoka pale twende Sham, mpaka turudi twende wapi? Twende Kufa, turudi wende wapi? Sham, warudi Sham mpaka wafike wapi? Pale. Nafikiri tumefahamiana vizuri. Kwa hivyo kuwepo wanawake pale haikuwa ni kijalizo, bali ilikuwa ni nusu ya pili ya kukamilisha harakati za nani? Za Imam Hussein, lakini kwa wadhifa unaokubaliana na maumbile yao kama wanawake. Wanaume walipewa wadhifa wa kupigana, wa kufa mashahidi kulingana wanavyolingana na maumbile yao. Sasa hapa ndio twarudi katika mifano ya kiuongozi. Niliwaambia jana tutamzungumza Saida Zainab. Katika mifano ya kiuongozi iliyojitokeza pale, mwanamke hakuwa kando. Na pia mwaweza kutaja mifano walikuwa kwa umri tofauti pia wao. Walikuwa kina mama wazee kama kina Ummu Wahab, walikuwa watu marika, walikuwa mpaka watoto wadogo wanawake. Na utakuta kila binti alikuweko pale alipata fungu la kudhihirisha dauri lake. Hata kama litakuja kusoma kwenye majlis ni kama kuonewa, ni kama kupigwa, ni kama kunyanyaswa, lakini unyanyasaji ule ulikuwa waakisi dauri la ule msichana. Mfano, kuna kile kiswa, ingawa baadhi ya watu wanakijadili, kinachozungumzwa kule Sham wakati yule binti wa Imam Hussein
wana mijadala kuhusu ni Ruqayya, ni Sakina, ni nani, lakini tuatane na mijadala, tuingie kwenye message. Alipokuwa yuwalia usiku, yuwamtafuta nani? Babake. Yazidi akawa sauti ile inamkera, ile madhhari inavyoelezwa mpaka kupelekewa kitwa yule. Sisi mara nyingi inatutukua upande wa kiatifa, tukatafaali nayo ile, tukalia, ambayo inatakikana ni katika kuile hararatan fi qulubil mu'minin, lakini upande wa pili ilikuwa Yazidi ndio yuwajifukulia shimo lake, yani yuwawathibitishia watu kwamba mimi ni mtu aina hii, na alomleta katika mraba hono wa kuweza kufanya kitendo kile akajithibitishia ni yule binti. Kama hakuweko pale, hangepata kudhihiri vile alivyo. Dauri la binti. Sasa ndugu zangu, hebu tuangalie kazi ya mwanamke anapoingia katika harakati kushiriki, anatakikana atekeleze mambo gani zaidi kupitia madrasa ya Sayyid al-Aqila. Kitu cha kwanza, alqiyadatu fi thabati was-sabr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura fupi, hata kuna mjadala sura fupi zaidi ni ipi. Wamekubaliana wanazuoni kwamba suratul Baqara ndio atwalu sura fil Quran, lakini walipokuja sura fupi ni gani, kuna mjadala baina ya al-Kauthar na al-Asr, baina inna a'tainaka al-Kauthar na baina wal-Asr. Sayyid Qutbi katika tafsiri yake fi dhilalil Quran asema kwamba suratul Asri ni mwongozo kamili wa mwanadamu ambao umejengwa katika misingi mingapi? Minne. Msingi wa kwanza iman, msingi wa pili amal, msingi wa tatu haki, msingi wa nne subra. Asema hii misingi minne ndio misingi mikubwa ya kila kitu. Lakini tizama, Mwenyezi Mungu hakusema alladhina, aliposema alladhina amanu ameeleza kwa kila mtu kipeke yake. Alipokuja kwenye waamilu salihati amesema kila mtu atafanya amali salihati, lakini alipofika kwenye msingi wa haki na subra hakunena wakafanya haki wala wakasubiri, alinena wakashirikiana katika kuhusiana kutenda haki. Sijui tumeelewana vizuri? Akatia neno watawasau bilhaq, kisha akatia na neno watawasau, kwa sababu haki ni mzito jamani, mpaka kuwe kuna kushikana mikono na kupene. Kuna wengine barabarani anaweza kuambia mimi sitaki tena kuendelea. Kuna wengine barabarani wanashindwa kuvumilia, na ndio utakuta watu wanaweza kuanza 1000 wakamaliza 100. Sijui maiona marathon hii, ikianza marathon huanza na watu wangapi? Mamia ya watu. Ikimaliza inamaliza na watu wangapi? Watu wachache. Na utakuta wale wanariadha wenye maadili katikati, wakiona wenzao wamekuwa madhaifu, washika mkono, wakianguka wakafanya nini? Wakawanyanyua. Sasa katika kufanya harakati haitoshi tu kusema lazima tuwe na subra, ni lazima katika kundi kuwe na watu ambao wako na kipimo cha juu cha subra. Wengine wakikosa subra wanawachaji, wanawapa moyo. Wajua mara nyingine katika hizi harakati unapambana na mambo mpaka unasema mimi sitaki tena. Si kazi rahisi harakati za kijamii, harakati za kuongoza binadamu mzito. Mwanadamu ni mzito, unaangushwa pale, unakhiniwa pale, unadanganywa pale, unarukwa pale, na pengine watu walikuwa umewaamini wa karibu zaidi. Na si hayakuanza leo, usinene watu wa leo hawana hayakuanza leo. Hii ni tabiatul insan. Hata maimamu wamerukwa na watu walikuwa karibu na wao, watu walikuwa na karibu sana na wao,
wakiwafahamu. Hakuna mtu Karbala alikuwa akimfahamu Imam Hussein zaidi ya Umar bin Saad. Anamuelewa vizuri sana huyu nani. Sasa hapa pataka leadership na mwanamke kimaumbile. Mwanamke kimaumbile inaji yake ya subra ni kubwa zaidi kuliko ya mwanamume. Uwezo wake wa kusubiri ni mkubwa zaidi kuliko mwanamume. Alivyomuumba Mwenyezi Mungu katika kugawanya sifa kulingana na majukumu, kwa sababu mwanamke amewekwa kwenye majukumu. Wewe umepewa, wewe yako si subra, yako ni tahammul, uvumilivu. Ukaweza kuangata mzigo mzito, yeye hana tahammul. Unaweza kufanya kazi ngumu, yeye hana tahammul. Lakini wewe ambao unaangata magunia ya kilo 100 na kuinua vyuma vya kilo 3,000, ukakaa na mtoto dakika 5 tu akakuita mara 20. Baba ukizunguka nini hakwambii kitu. Baba ukizunguka nini hakwambii kitu. Bwana anambia, "Asa ni nini wewe bwana? Ushafanya nini? Ushakosha control." Mimi nazungumza subra hiyo. Subra ile mama kwa kuwa wewe tu una homa na ashakupa dawa na ushapata usingizi, yeye amekaa ubavuni mwako hawezi kulala. Baba yuwavuta koromo. Na aweza kumwambia kama kumetokea lolote nipigie simu. Kama kumetokea lolote niamshe. Sasa kuna majukumu amepewa mwanamke, lakini majukumu yale ni lazima alikuwa apewe tabia fulani kwa ziada. Sasa katika kazi ya kusubirishana mwanamke anateza dauri kubwa sana, na ndio inasema alqiyadatu fi thabati wa sabr. Uongozi wa mwanamke katika kuwafanya kama Ummu Wahab. Ummu Wahab amekaa nyuma ya mumewe. Wewe wajua ukishakuwe kwa mkono sasa wa mgongo, na mama nyuma ya mgongo anakuambia endelea mwanangu, tembea. Waona wapata energy kiasi gani? Unaweza kurudi nyumbani shekhe, huku nje umekosa tamaa, umekata tamaa, huoni mustakbal. Na ndio ukirudi nyumbani, kama una mzazi ama una mke mwenye busara ya Sayyida Zainab alayha salam, akaja akakuonesha akakwambia, la, tutakosa leo, lakini mimi sioni kama yataendelea haya mambo. Utaamka kama simba siku ya pili, utahisi kama umetiwa chaji. Na ndio utampata Sayyida Zainab alayha salam, wanasema ni jabalun shamikhun fi sabr. Wallah, tizama tu ile kejeli alioambiwa, kaifa raaiti sun'a Allahi bi akhiki. Tena amemgusa mahala sensitive. Sayyida Zainab amepoteza watoto wake Karbala, lakini sipo mahali panapomuuma sana. Sayyida Zainab amempoteza ndugu yake Abul Fadli, ambaye ndio alikuwa akimshikia farasi na kumpandisha ama ngamia, lakini sipo mahala aliposhikwa. Yule ataka kumpiga kihisia, akamwambia, kaifa raaiti sun'a Allahi bi akhiki al-Husayn. Umeonaje vile alivyomfanya Mungu ndugu yako? Yani kwa ndia ya kejeli. Tizama, mwambia, ma raaitu illa jamila, ma raaitu illa jamila. Sijaona mimi hayo unaozungumza wewe ambao wataka kunikejeli. Mimi niloyaona ni mambo ambayo najifakharisha nayo. Aftakhiru jamila. Na neno jamila hapa lina maana makubwa sana, amelifumba Sayyida. Jamila kwanza lina maana ya sabrun jamil, lina maana fasbir sabran jamila. Hiyo ndo maana ya jamal, kwamba huwezi kuitingisha sabri yangu kwa kunichokoza, kwa kunikejeli, kwa sababu mimi niko katika fuo la wale fasabrun jamil wasbir sabran jamila. Mimi ndio madrasa, mimi nimeletwa hapa wadhifa niache mifano ya kuonesha watu mtu vipi asubiri kwanza. Pili,
Juzi nimewaambia unapofika katika mahusiano yako katika maqamul wilaya, wenda ukaona hata ule msiba anaokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unaona si msiba wewe, unaona ni stepping stone ya kufika kwenye mazuri. Si ndio jamani, tulizungumza hapa? Ndio ile unabadilika kila jambo, unaona jamalullah Subhanahu wa Ta'ala fil kaun, ule uzuri wa Mungu. Hata anapokupa upungufu katika mali yako, anataka kukulipa kwa kitu kizuri zaidi. Kwa hivyo wewe hutizami tena ule upungufu wa mali, unatizama malipo yake, na yale malipo huoni isipokuwa nini? Jamila. Hii anatuonesha namna ya kutumia macho yetu kuyatizama mambo yanayotukabili. Ikiwa kuna msiba wowote umekufikia katika maisha yako, hata haufiki 1% ya masaibi yalomfikia nana Zainab alayha salam, lakini yeye katika mlima wa masaibu ule, matatizo yale, na bado yuko jangwani, na bado hajui anapoenda wala maamuzi yatakuwaje, watauliwa, watafanya mateka, watafanya, hajajua. Lakini asema mimi nimekita katika wilaya, ma raaitu illa jamila. Kwa hivyo hiyo ni madrasa ya kwanza alitufundisha sisi. Zaidi ya aya tunaisoma inayotuambia wabashiril sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Pili, alqiyada tarbawiya. Nana Zainab alituonesha uongozi wa mwanamke anavoteza dauri katika malezi. Na tukizungumza malezi, mara nyingi watu fikra zao zinakwenda kwenye kulea mtoto nyumbani, lakini malezi yana maana pana. Wengi katika sisi hata tulofikia utu uzima tunahitaji malezi, bali wataalamu wa education wasema mahitaji ya mwanadamu ya malezi ni kama mahitaji yake ya chakula. Kama vile hakuna siku mwanadamu atasema sihitaji tena chakula, hakuna siku atasema sihitaji tena malezi, isipokuwa tu katika kila stage unahitaji mlezi tofauti na yule aliyokuweko katika stage iliyopita. Na moja katika majukumu ya viongozi ni tarbiyatul mujtama, ni kuwalelea watu kupitia misingi na maadili mema ya kimalezi. Na hapa ndipo tunahitaji kitu kinachoitwa qudwa, kielelezo. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswa. Hata yeye mtumi, pamoja na kwamba yeye ni sayyidul khalq, ni afdalul mursalin, lakini katika kukua kwake alihitaji kielelezo. Na ndio Mwenyezi Mungu akamuhisabia anbiya, kisha akamwambia ulaika alladhina hadahumullah fabihudahu muqtadi. Hao ndio wale alowaongoza nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumekueleza wewe uchukue mifano kwa wao ili uweze kufuata uongofu wao. Na taban najua kutatuka maswali hapa, je, atakuwa wao ni bora ama si bora? Nafikiri Qur'ani inatumia maneno kwa hisabu. Wakati alipopewa kuwafuata wale, ametumiliwa neno la qudwa, hakutumiliwa neno la uswa. Neno la qudwa linamaanisha kumfuata mtu katika kitendo chake fulani. Neno la uswa linamaanisha kumfuata mtu yeye mzima. Kwa hivyo hata asiyekuwa Muislamu akiwa ana sifa mzuri anaweza kuwa qudwa kwako, lakini hawezi kuwa uswa kwako. Sisi tumeelewana vizuri sana. Na vijana, wakati munapoona hawa wataalamu ama watezaji, si tatizo kuwaigiza uwe mtezaji mpira, lakini usisahau kwamba yule ni qudwa, si nini? Si uswa. Tukua ule utezaji wake mzuri, nyele zake, mikato yake nafikiri hazina alaka na utezaji wake. Sisi tumeelewana vizuri. Vazi lake anavovaa halina mahusiano na kipaji chake, lina mahusiano na utamaduni wake, na halina mahusiano na utamaduni wako.
Mkiweza kutukua mizani hii, mtu asije kuambia tusiwaigize katika mambo ambayo wako mbele yetu, tuwaigizeni. Mwenyezi Mungu amekwambia khudhil hikma walau min afwahil majanin, chukua hikma hata ikitoka kwenye kinwa cha mwandazimu. Sasa mwandazimu ni uswa kwako? Si uswa. Mwenyezi Mungu hadithi yatuambia alhikmatu dhalatul mu'min, hikma ni kitu kilichompotea mu'min, anapokipata anakifanya nini? Lakini usibebwe, beba peke yake. Nafikiri mnaelewa Kiswahili jamani. Kwa hivyo Nana Zainab katika kazi kubwa aliyokuwa akiifanya, alitoa uongozi wa kimalezi si tu kwa vijana, hata kwa Imamu Zainul Abidin. Pamoja na kwamba imam ni imamu wake, lakini kulikuwa kuna kipindi ahitaji malezi ya mwanamke. Sijui mnifahamu jamani. Angalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alikuwa kuna watu hawasahau Mtume. Mmoja ni Halimatu Saadia, mamake aliyemlea akamnyonyesha, ana nasaba naye. Wasema wanahistoria, siku moja alikuja Shaima. Shaima ni ukhti yake kwa kunyonya, yani ni mwana wa Bi Halima, ni ukhti wa sabab, si wa nasab. Unajua misingi yetu ya kifiqhi, ukinyonya pamoja kwa sharti fulani ashakuwa ni nani? Ni ndugu yako. Na Mtume sasa uko Madina, ashakuwa Mtume, amezungukwa, ni kiongozi mkubwa. Alipotokea Shaima yuwaja, alisimama akavua kishali chake akamtandikia. Akamtandikia nani? Shaima. Akamweka juu ya kishali ili asichafuke. Unajua zamani alikuwa hakuna matandiko hivyo, wala viti na makochi na nini, watu wakikaa tu hata kwenye jangwa wanakaa. Lakini alitoa kishali chake akatandika, akamweka Shaima karibu naye. Mtume alikuwa hamtizami Shaima, alikuwa anamuona nani pale? Halimatu Saadia. Aliona ile huruma ambayo hata yeye aihitajia kwa mama. Kwa hivyo ad-dawru tarbawi au alqiyada at-tarbawiya. Tatu, nitatosheka na haya mambo matatu tunimalize yaliyobakia, ambao hapa ndipo jambo la kimsingi. Alqiyada al-i'lamia, uongozi wa kiutangazaji, ambao wanawake Karbala ndio walocheza dauri kubwa la vyombo vya habari, na haya nimeyazungumza mara nyingi. Habari hizi tulizonazo leo, habari hizi zilizoifanya haraka ya Imam idumu mpaka leo, habari hizi ambazo zimeleta mlipuko huu mkubwa ulimwenguni kwa matunda ya damu ya nani? Ya Imam Hussein alayhi salam, hizi zimetokamana na wanawake. Damu ilimwagika ikaleta joto, lakini ni nani alolisupply lile joto? Leo unaweza wewe kuwasha mashini generator, leo unaweza wewe kuweka mitambo katika mto ukazalisha umeme, lakini mujarrad wa kuuzalisha umeme ukibaki pale haufaidishi mtu. Utabaki ni umeme unatoa, hata kama unatoa megawatts ngapi, lakini baada ya kuuzalisha umeme ule unataka nini? Unataka kusambazwa. Leo ni nchi nyingi ziko na resources. Moja ni nchi zetu za Afrika, kila aina ya resources. Mimi mara nyingi wanazungumza kwetu Lamu sasa hivi ni katika sehemu tuna shida sana ya maji, na kuna sehemu basi ndio hakuna kabisa maji. Kisha kutoka Lamu Island ukiingia Pate Island ukienda mbele paka maji wanaotegemea ni inyeshe mvua, wamejenga mabirika yanaitwa nini?
yanakingwa yale maji, inafika wakati keni moja ya lita 20 inazanywa mpaka shilingi 400 ya Kenya. Tena unauziwa kwa kipimo cha kwa kadri ya kunwa maji chumvi, ukifukua chumvi. Lakini kutoka Lamu mpaka sehemu inayoitwa Kipini ni karibu sana, na kuna mto unaitwa mto wa Tana River, umekuja mpaka umemwaga baharini Kipini. Ukija upande huu mwingine, ukipita kwa ndege utauona ule mto. Masaa 24 maji yanabakika kwenye maji, kwenye bahari. Sisi hatuna maji. Kwa nini? Kwa sababu hakuna infrastructure, hakuna miundo mbinu ambayo yatayatukua maji yale yanaweza hata kuendesha Lamu County, yanaweza kuendesha Lamu County, Tana River na pengine Wajia na kwengine. Sasa mara nyingine antamli, na yani juzi niliwaambia, antamlika alhaq, kuimiliki haki haimaanishi kufaulu. Ni namna ya kuiuza haki yako unayomiliki. Kama huna mikakati na vyombo vya kisawasawa vya kuiuza haki yako itabaki kwenye sanduku imefinikwa, na batili ya wengine itauzwa, watu watainunua kwa sababu ndio bidhaa iliyoko sokoni. Kwa sababu mwanadamu hawezi kukaa bila ya mbadala, hakuna vacuum katika ulimwengu wa kifikra. Watu walinunua mifumo ya kimagharibi kwa sababu ilipokosekana mifumo halisi. Si kwamba hakuna, ndani ya Qur'ani kuna suluhisho la kila kitu, lakini ni nani mwenye kuitoa mifumo ile akaiuza kwa watu na wakaoneshwa watu inavyofanya kazi. Na hapa ndipo nazungumza utangazaji kwa maana pana zaidi, si maana ya kumiliki redio na TV. Nazungumza content. Waila tunaweza kuwa tuna vyombo vya utangazaji vya Kiislamu, lakini content inaouzwa ni nini? Si yetu. Bado hatujaweza. Lakini wanawake walioko Karbala waliibeba ile risala alotaka kuifikisha Imam Hussein, wakaielewa. Anti aliman ghairu muallama wa fahima ghairu mufahama, na alikuwa ajua kupiga wakati wa kupiga. Na utamuona, nendeni mkazisome mijadala yake na majibizano yake, anajibizana na top kina Ubaidullah. Watu wamekuwa makomanda kwenye siasa, japokuwa ni watu waovu, lakini ni watu walikuwa wana hikma, wana makri, wana kila kitu. Message wakizitoa kama hii, kaifa raaiti suna Allah, hii alikuwa ni kumwangusha mbele ya watu. Angalia pale pale anamjibu, anambia mara aitu illa jamila, anamregeshea vidonge yeye mwenyewe. Simandia watu wa leo. Kwa hivyo wanawake na ni sote, pana nafasi, pana mwanya mkubwa katika harakati zetu za ushiriki wa upasavyo katika masala ya kufikisha ujumbe wa haki. Lakini narudi pale pale, anti alima ghairu muallama wa fahima ghairu mufahama. Mwanikumbuka juzi nimejibu swala hili. Unapotoka kwenda kutaka kusambaza ujumbe, yataallamuna ulumana, kitu cha kwanza ni lazima kuwe na harakati za kuwaelimisha mabanati zetu, wawafahamu ahli albayt, wazielewe fikra za ahli albayt, waweze kuzichambua mbele ya watu na kuzifikisha. Na wanaweza wakateza dauri kubwa, na ndio watarudi waweze kuingia katika ile changamoto aloitoa, kwa sababu ukisha kumiliki haki kama anavyopokewa al-Imamu Sadiq alayhi salam. Imamu Sadiq katika hadithi moja asema, ikiwa katika mkono wako umeshika jiwe, watu wote duniani waseme hilo ni jiwe, hiyo ni dhahabu, haiwezi kubadilika kuwa dhahabu. Na kama umeshika kwenye mkono wako dhahabu,
watu wote duniani wazungumze kwamba hilo ni jiwe, haiwezi dhahabu kubadilika kuwa nini? Kuwa jiwe. Lakini unaweza kuwa unaujua dhahabu ni wewe tu, haitabadilika kuwa jiwe, lakini haitawabadilisha watu kwa sababu tu wewe umeshakinai kwamba mimi nimeshika dhahabu. Jamani, kwako itabaki dhahabu, katika hali halisia itabaki dhahabu, lakini dhahabu ulionayo mkononi hukuletewa iwe ni yako, umeletewa uwaaminishe watu kwamba pia ile ni dhahabu. Na hii ndio maana ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati, na hii ndio maana qul hadhihi sabili, hii ndio dhahabu yangu. Lakini ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, tuna kazi ya kuifikisha hii haki. Narudia nasaha yangu kwa watu walioko katika vitengo vya tablighi. Ulimwengu una kiu na mafundisho ya Ahlul Bait kuliko kupoteza wakati mwingi katika mijadala. Hii mijadala imepitiwa na miaka zaidi ya 1000. Ya yule una Qur'ani yake, yule hana Qur'ani yake, yule sijui utukana nani, yule ufanya kadhaa, na itaendelea. Lakini kuna hazina iliyopo katika mafundisho ya Ahlul Bait alayhimus salam, watu wanataka kufikishiwa. Na hakuna kazi rahisi katika tablighi kama kazi ya mizozano, kwa sababu mambo ni yale yale, hata huhitaji kusoma. Mwisho huwa yako kwenye vianda vyako, hadithul ghadiri sijui nini, hizi huwa ni vitu rahisi. Lakini sasa hivi uje ueleze mifumo ya kijamii wanayoyazungumza Ahlul Bait, mifumo ya kiuchumi, jinsi ya kuempower jamii, hiyo inaitwa building capacity sijui nini. Hivi vitu viko kwenye Nahjul Balagha, viko zinataka kutolewa, na kuzitoa hizi ni kazi. Lakini wapo wanazuoni, na mkisikia mtu asifiwa kwa kazi hizi. Leo Imam Khomeini aliposema nimekatwa mkono wangu wa kulia alipouliwa Ayatullah Ash-Shahid Mutahhari, mwajua ni kwa nini? Kwa sababu moja katika kazi aliyoifanya Shahid Mutahhari, aliingia kwa kina kwenye mafundisho ya Ahlul Bait, akaingia kwa kina kwenye mifumo ya kimagharibi, akaja akakompea, akawaonesha watu kwamba sisi tuna fikra bora kuliko hizo. Kuna bwana mmoja kabla ya mapinduzi alikuwa ni watu wa inaitwa feminism, fikra hizi za kutangaza haki za wanawake. Alitukua ukurasa mzima wa gazeti, ukurasa mzima. Mkiataka mambo haya, na kimeandikwa kwa Kiswahili, nendeni mkasome kitabu cha haki za mwanamke cha Shahid Mutahhari. Katika utangulizi ameeleza history ya kile kitabu. Kile kitabu hakikuwa ni uandishi, ni hivyo. Watu wakaja wakamwambia yule jamaa ni magharibi na ana fikra kali na abeba watu. Akasema mimi sina pesa lakini ilmu ninayo, kama mtaninunulia. Yeye amenunua ukurasa namba ngapi? 3. Akasema nunuliani namba 4. Napiga kama mfano hizi namba msistukue nini, lakini akanunuliwa pia ukurasa mzima mkabala wa kurasa ule, ndo akaanza kuandika concept ya Uislamu kuhusu haki za mwanamke. Natija ya makala yale ndio kukapatikana kile al-Islamu wa huququl mar'a. Sawa, kiko kwa Kiarabu, kiko kwa Kiingereza, kiko kwa Kiswahili. Al-Itra wamekifasiri, na kwa Kiingereza kipo. Na katika fikra moja tu niwaambie vile Shahid Mutahhari alivyokuwa na basira katika kuyaona mambo. Wajua shida hizi fikra za kimagharibi zinakuja na methodology, na hii nimewaambia siku moja kuhusu masala ya hijabu pia alivyokuja kuwajadili. Sasa leo angalia, nije muone Shahid Mutahhari anavyoataki katika masala ya haki za mwanamke. Asema ukisoma harakati za mwanamke kule magharibi, kina Montesquieu sijui kina nani, zilikuwa ni katika karne ya 18 mpaka kufika karne ya 20 mwanzo. Asema katika
harakati zote za magharibi, wote walikuwa wakizungumza msingi wa haki za mwanadamu ni human nature. Ukiwauliza source, haki yataka source gani mwaitegemea kumpa mwanadamu haki? Anakwambia kimaumbile mwanadamu si kama paka, kimaumbile mwanadamu si kama ng'ombe, kimaumbile mwanadamu si kama jiwe, kimaumbile ana nafasi tofauti na paka na jiwe, kwa hivyo ana haki tofauti na viumbe wengine. Awambia sawa, kwa nini mulipofika kwa mwanamke muliuata msingi huu? Upo min famika udinuka, awambia hakuja na aya wala na nini. Awambia turudi kwenye hiyo human nature, turudi kwa wataalamu wa sayansi, wa psychology, wataalamu wa biology, waje watuoneshe kimaumbile mwanamke ni sawa na mwanamume. Mupo nami? Sasa nirudi kwenye mada, nimependa tukugusa haya, ni mambo yako na kina sana. Sasa muhimu sana, umefika wakati leo wa kuwa yataallamuna ulumana wa yuallimunaha annas, wazisambaze kwa watu. Leo ikiwa document ya Malikul Ashtar, Ahdul Ashtar, wakati wa Kofi Annan, imeweza kuwekwa katika Umoja wa Mataifa. Shekhe, pale si mahala pa kuangikwa picha bwana. Pale ni mahala pa standard ya juu, ni maana wasomi wa kisawasawa wameona pana nini pale ndani. Malikul Ashtar yenyewe ni barua. Kuna lawyer mmoja aitwa Al-Fukeiki wa Iraq, zamani zaidi ya miaka 50, ameiandikia ile Malikul Ashtar, sherehe yake ninacho mimi kitabu, karibu zaidi ya kurasa 350 au 400 jumla, na ameijadili kiuwakili na kihaki na kimifumo ya kiutawala. Kwa hivyo wanawake wasome, waweze kufanya kazi ya kusambaza kama alivyokuwa Saida Zainab, ndio kesho tusimame tuseme fakid kaidak. Sasa ikiwa ni Trump ikiwa ni Netanyahu, ikiwa ni wengine ambao wanatutingisha hapa na pale, wanaua viongozi, haikuwa mwanzo, wanaweka sanction, mtume aliwekewa sanction, sio? Lakini tunarudi pale pale fakid kaida, kwa sababu alfikra alhaqa tabqa khalida. Fikra ya haki inabaki milele na fikra ya batil inakufa, lakini itabaki milele pindi ina watu wa kuitetea. Ikikosa watu wa kuitetea itapotea. Fakid kaidak was'a sa'yak wanasib juhdak fawallahi la tamhu dhikrana wala tumitu wahyana. Hadhi hiya Sayyidatu Zainab aloitwa al-aqila kwa sababu ya akili yake kubwa, aloitwa alima, aloitwa fahima, lakini Sayyida Zainab pia ameitwa ummul masaib. Ummul masaib, mama wa misiba. Ameshuhudia kifo cha babu yake, ingawa alikuwa ni mdogo, ni musiba. Rasulullah ambao ulikuwa ni msiba mkubwa kwa Waislamu na hata kwa nyumba ya Ahli al-Bait, na hususan kwa wajukuu zake, kwa sababu yeye ndo alikuwa baba. Yeye mwenyewe akiwaita Al-Hasan wal-Husaini ibnaya, ni watoto wangu. Na nyinyi mwajua zaidi mahusiano ya wajukuu. Wanakwambia raha ya kuzaa ni upate mjukuu, maana bado hujaona test ya kuzaa. Ladha ya kuzaa ni wakati unapata nani? Mjukuu. Alaka, mahusiano ya mjukuu na jadi au jadda yanakuwa ni mahusiano tofauti. Akashuhudia mama yake ambaye naye pia alikuwa ni umul masaib, mwenye alisema subbat alayya masaibun law annaha subbat ala al-ayami sirna layaliya. Akashuhudia masaibu ya babake Amirul Mu'minin, akashuhudia masaibu ya ndugu yake ya sumu al-Imam al-Mujtaba alayhi salam,
akashuhudia masaibi ya mmoja baada ya mmoja kwa hisabu ya shuhada wa Karbala, tangu ashabu wa Imam Hussein mpaka kufikia Rasul Qiyada. Mwenye Ayanu Shia, kitabu chaitwa Ayanu Shia, asema baada ya kuangushwa Imam Hussein na kuwa sasa wako kwenye matayarisho ya kumkata kichwa chake, Sayyida Zainab aliona hawezi kuwa mbali wakati ule na ndugu yake. Alitoka akapasua safu zote na heshima yake na hijabu yake na utu wake na heshima ya familia yake. Napenda kutilia mkazo sana vitu hizi. Akaja mpaka mbele ya ndugu yake, na ndio akatoa mwito muhimu sana akisema, alyauma, ile misiba yote ilopitia miaka mingapi? Karibu 50, leo imekuja tena upya, imekusanyika yote. Ndo akasema, alyauma qutila jaddi Rasulullah, leo umerudi upya msiba wangu kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alyauma qutila jaddi Rasulullah, alyauma qutila ummi, قتلت أمي فاطمة الزهراء، اليوم قتل أبي أمير المؤمنين، اليوم قتل أخي حسن المجتبى وحسينا وأخاه. Hakika Sayyida Zainab alikuwa na moyo mkubwa wa kubeba subra, lakini baada ya yote akasema, Allahumma taqabbal minna hadha alqurban. Kwa sababu haya yote hayaturegeshi nyuma, sisi tuko katika ile barabara ya kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu, qurbatan ila Allahi ta'ala. Allahumma taqabbal minna hadha alqurban, Allahumma taqabbal minna hadha alfida. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.